Rais wa Chama cha Mapinduzi kwamba ndani ya siku 100 angetanzua mtanziko wa bima ya afya kwa wote, angehakikisha kunakuwa na matibabu bila malipo kwa wale wenye magonjwa sugu, angehakikisha kina mama wajawazito na watoto wanatibiwa bila malipo kama inavyosema sera ya afya. Yangefanyika hayo ndani ya siku 100. Lakini tunaona jinsi ambavyo bajeti hii haijaleta suluhisho lolote wala kutoa majibu ya uhakika namna ambavyo Watanzania wanaweza kupata aweni kwenye huduma mbalimbali za afya. Nitatoa mfano. Watanzania sasa hivi katika masuala ya afya wanalipia gharama kubwa sana katika vipimo vya kitabibu. Vipimo ambavyo vimenunuliwa na serikali, vipimo ambavyo viko kwenye hospitali ambazo watumishi wanalipwa na serikali. Ulitegemea vile vipimo vingekuwa na aweni, badala yake gharama zake ziko juu sana. Kwa mfano, kipimo cha MRI kimeenda mpaka shilingi 400,000. Wale wenye changamoto za kusafisha figo wanatumia mpaka shilingi milioni 25 kwa mwaka. Lakini kuna gonjwa lingine sugu, fedha au ada ya daktari ambayo inaanzia shilingi 5,000 mpaka 50,000 kwenye hospitali za umma. Bajeti hii haisemi chochote kwamba namna gani imempunguzia mzigo mwananchi wa kawaida katika kupata huduma za msingi za afya. Serikali yenyewe imesema katika sera ya afya, serikali ya Chama cha Mapinduzi, kwamba wanawake wajawazito na watoto wanalipiwa bure. Hawa watatibiwa bure. Lakini tunafahamu yanayoendelea kwenye vituo vyetu vya afya, kwenye hospitali. Hakuna matibabu tena yanayoitwa bure. Hiyo imepitwa na wakati na badala yake unaulizwa kuhusu bima ya afya. Walipitisha hapa sheria ya bima afya kwa wote, mpango ambao sisi ACT Wazalendo tunaona ni hadaa ya kuwatapeli tu wananchi na kunufaisha watu wengine, badala ya kujibu mtima hasa kwamba bima ya afya kwa wote itagharamiwaje. Tunasikia hapa waziri wa fedha anasema watakata shilingi 10 kwenye sukari. Changamoto ya bima afya ni kupata vyanzo vya uhakika ambavyo vitahakikisha kwamba mfumo wa afya unapata fedha za kutosha za kumhudumia kila mwananchi. Matokeo yake ndio maana tunaona mfumo wetu wa bima ya afya nao umeamua uwapatie wananchi vifurushi, na wale maskini kifurushi kidogo, matibabu kidogo, matajiri fedha nyingi, matibabu yote lukuki. Bado mfumo huo haujaweza kutanzua changamoto. Tunataka bima ya afya ambayo itamhudumia kila mwananchi bila kuangalia kipato chake, bila kuangalia ugonjwa wake. Hapa tulipo, pamoja na kuwa na mfumo wa bima ya afya kukatwa kwa watumishi wa afya na wengine na sekta binafsi, ni 11% tu ya Watanzania ndio wapo kwenye mfumo wa bima ya afya. Ni Watanzania milioni 7.5 tu ndio wanaonufaika na mfumo wa bima afya. Waliobakia milioni 61 hawako katika mfumo wowote wa ugharamiaji wa matibabu. Ndio maana swala la afya limekuwa ni swala donda ndugu ambalo Watanzania wamekuwa wakigharamia kwa fedha nyingi sana. Sasa hivi mwanafamilia akiumwa, tunafanya kikao cha familia, michango. Tunataka suluhisho la kuwa na bima afya ya wote inayomhudumia kila Tanzania. Na takwimu pia za hali ya uchumi wa taifa za mwaka 2025 zinaonesha jumla ya Watanzania milioni 48 walienda kupata huduma katika hospitali, vituo vya afya na zahanati nchi nzima. Hii ina maana Watanzania 68.6% walikuwa wagonjwa. Na kwa maneno mengine, hiyo ndio imekuwa ndio trend ya Watanzania kuugua kila mwaka. Siku 100 zimepita,
hakuna bima afya, na naamini zitapita siku nyingine 300 na tutasikia tena hekaya ya namna ya kuwatanzua Watanzania kwenye kitendawili hichi cha bima afya kwa wote. Bima afya imeshindwa kufanya kazi, imeshindwa kuwafikia watu wengi zaidi kama inavyotakiwa. Waliahidi kusajili kaya zisizokuwa na uwezo ili wale wawape bima ya afya inayotoka kwa serikali. Walisema watasajili kaya 276,000, lakini wameweza kusajili kaya 172,000 pekee, 62% tu ya lengo. Na kwa bahati mbaya sana, maskini ndio tunaumwa magonjwa mengi, kwa hiyo bado wanashindwa kufikia hizo kaya maskini ili waweze kupata hata huo msaada ambao wanadai walikuwa wanautoa. ACT Wazalendo tunasema suluhisho la kudumu la changamoto za bima ya afya ni kuanzisha mfumo wa hifadhi ya jamii kwa wote, na tumeelezea namna mfumo huu wa hifadhi ya jamii kwa wote utawezesha kupata fedha kutoka kwa wananchi wanaofanya kazi mbalimbali. Tumeweka Watanzania katika makundi matatu. Kundi la kwanza, wale wanaochanga hifadhi ya jamii kwa wote kupitia mishahara yao, watakatwa kwa asilimia zinazotakiwa. Kundi la pili ni wale waliokuwa kwenye ajira zisizo rasmi ambao ni wengi. Wale tumesema wapeleke 20,000 tu kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii, na alafu serikali iwawezeshe kwa kutoa 10,000. Kundi la tatu ni wale ambao hawana kipato chochote, serikali walipie moja kwa moja shilingi 30,000 kwa mwezi kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii. Na tukishafanya hivyo, tuhakikishe kwamba tunachukua 20% tu ya ile michango yetu yote kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii kupeleka kwa ajili ya kuchangia mfumo wa bima ya afya kwa wote. Hii itahakikisha kila Mtanzania na bima ya afya. Tutaondokana na bima za vifurushi. Tutahakikisha kila Mtanzania anatibiwa kutokana na changamoto yake ya afya bila kuangalia uwezo wake wa kifedha. Lakini pia tumeona namna ambavyo bajeti hii haijatoa majibu ya namna gani watumishi wa afya, dawa na vifaa tiba vitakwenda kupata fedha za kutosha ili tuondokane na uhaba. Tunafahamu kwamba wahudumu wa afya wameendelea kuwa changamoto kubwa, na tunajua kwamba kati ya wahudumu wa afya wanaohitajika 348,923 tunao wahudumu 182,430. Hawa wanahusisha kada zote za afya. Maana yake ni kwamba vituo vya afya, hospitali, zahanati, kada zote za afya tunayo 52% tu ya watumishi. Bajeti hii haijasema wala haijatenga fedha za kutosha ili kwenda kumaliza tatizo hili. Lakini tunafahamu pia tuna uhaba wa vifaa tiba, CT scan, MRI, X-ray, ultrasound na vifaa vingine vyote ambavyo vingeweza kurahisisha kugundua changamoto za kiafya za Watanzania. Lakini pia tunafahamu kuna usimamizi mbovu wa upatikanaji na usambazaji wa dawa. Serikali imekuwa ikitoa ahadi hewa ya kulipa madeni na kuongezea mtaji bohari kuu ya dawa MSD wa shilingi bilioni 500 ili kuwezesha kuhudumia kikamilifu utoaji wa dawa, vifaa tiba katika vituo vya umma vya utoaji wa huduma za afya. Na serikali pia inaendelea kutolipa sehemu ya malimbikizo ya deni inayodaiwa na mfuko wa bima ya afya na kupelekea mfuko huu kukosa fedha za kutosha za kuwahudumia wanachama wake. Ndio maana imeona sasa itoe kwa vifurushi. Na katika miaka 5 mfululizo tunaona bajeti inayoidhinishwa kwa ajili ya dawa ukilinganisha na asilimia kuu ya bajeti inaenda ikipungua kwa upande wa asilimia. Kwa mfano, mwaka 2021-22 ziliidhinishwa shilingi bilioni 218.1
kwa ajili ya kununua dawa. Mwaka 22-23 ziliidhinishwa bilioni 200 sawa na asilimia 0.48 kwa ajili ya dawa kilinganisha na bajeti ya taifa. 23-24 shilingi bilioni 205 sawa na asilimia 0.46 ya bajeti ya taifa. 24-25 ziliombwa bilioni 200 kwa ajili ya kununua, kuhifadhi na kusambaza dawa, na 25-26 ziliidhinishwa bilioni 211 sawa na asilimia 0.37 ya bajeti nzima ya taifa. Mwaka huu 26-27 imetengwa bilioni 276.7 sawa na asilimia 0.44, na inaonyesha namna ambavyo fedha hizi zinashindwa kukidhi mahitaji muhimu ya Watanzania ya dawa. Takwimu pia zinatuonyesha kwamba katika dawa muhimu 382 katika bohari ya dawa ni asilimia 72 pekee ya dawa hizo ndio inazopatikana. Asilimia 28 haziwezi kupatikana kwa changamoto mbalimbali, hali inayofanya Watanzania bado wanapokwenda kutibiwa kwenye vituo mbalimbali inabidi waingie mfukoni na kwenda kununua dawa hizi kwenye sekta binafsi na maeneo mengine ambapo nazo zinapatikana kwa bei ya juu. Bajeti hii haijaeleza chochote namna ambavyo imetenga fedha za kutosha kwa ajili ya kuajiri watumishi na huduma wa afya wanaohitajika, jambo ambalo linaendelea kuongeza mzigo kwa watumishi waliopo. Bajeti haendi kuongeza upatikani wa dawa, vifaa tiba wala vitendanishi. Hii ni bajeti inayoacha wananchi wakiendelea kukosa huduma bora na muhimu za afya na wengi kupoteza maisha bila matibabu. Changamoto nyingine ni changamoto ya mbolea. Bajeti hii haijasema namna gani inakwenda kutatua na kuhakikisha kwamba changamoto kubwa inawakabili wakulima nchini ya kununua mbolea kwa gharama kubwa, mbolea isiyopatikana kwa wakati, na wakati mwingine mbolea hafifu, mbolea isiyosambazwa kwa wakati. Mkulima ameshapanda, anataka mbolea ya kukuza, analetewa mbolea ya kupandia, na changamoto lukuki ambayo zimeizunguka sekta ya mbolea, ikiwemo uagizaji mkubwa kwa kiwango kikubwa wa mbolea inayotarajiwa kutumika nchini nje ya nchi. Mbolea tunayotumia nchini tunahitaji tani milioni 1.5. Kati ya hizo ilipatikana tani milioni 1.25, asilimia 83.6 tu ya mahitaji. Na kati ya mbolea hiyo iliyopatikana, asilimia 69.3 inaagizwa nje, wakati uagizaji wa ndani ni asilimia 12.01 pekee. Bajeti haisemi ni namna gani kama taifa tunaenda kuwekeza kwenye viwanda vya ndani ili kuhakikisha kwamba swala la mbolea linakuwa kihistoria katika uwekezaji na uzalishaji, ili kumuondoa mkulima wetu kwenye shida na gharama kubwa anayopata kutokana na mbolea hii kuagizwa nje. Lakini pia kama taifa tunatumia fedha nyingi za kigeni kuagiza mbolea, na wakulima ndio wanaobeba gharama kubwa za uzalishaji, ikiwemo ununuzi wa mbolea. ACT Wazalendo inasemaje? Kwamba kama taifa tunashindwa kuwekeza kikamilifu katika uzalishaji wa ndani wa mbolea, ambao pia tunaamini kushindwa kuzalisha mbolea ndani ya nchi kunachochewa na migongano ya kimaslahi. Tunafahamu kuna watu wachache wanaotengeneza fedha nyingi sana kwa mbolea hizi kuagizwa nje na kuacha kuchakatwa na kuwa na viwanda vya ndani. Kwa hiyo hizi ni biashara za watu na mzigo wote unaenda kubebwa na mkulima, hatimaye mlaji wa mwisho ambaye ndiye atanunua chakula kinachozalishwa na wakulima wetu wa ndani. Tulitegemea kwamba bajeti hii ingekuja na fedha za kutosha ili tuweze kuimarisha mfumo wa ndani wa uzalishaji,
usambazaji wa mbolea na kuhakikisha kwamba tatizo hili la mbolea linakuwa historia. Kwa bajeti hii ya mwaka 26-27, tatizo la mbolea itaendelea kudhoofisha kilimo, usalama wa chakula na uchumi wa wananchi. Hoja namba 9 ni kukosekana kwa ufanisi katika bandari ya Dar es Salaam na kuibuka kwa utitiri wa bandari kavu. Bandari ya Dar es Salaam ndio lango kuu la kibiashara na tunafahamu takriban 40% ya mapato yote yanayokusanywa na TRA yanatokana na bandari ya Dar es Salaam. Pamoja na umuhimu mkubwa wa bandari ya Dar es Salaam, bajeti hii imeshindwa kuonesha wazi ni namna gani uwekezaji uliofanyika bandarini umeongeza ufanisi na tija, hususan kampuni ya DP World ambao tuliambiwa wao na waendeshaji wengine wamekuja. Kwa hiyo sasa tutapata mapato makubwa bandarini na tutaona jinsi ambavyo bandari inaweza kulineemesha taifa na kusaidia kuleta mapato mengi zaidi katika taifa letu. Tumesikia serikali ikitupa takwimu kwamba mzigo inayopitishwa bandarini inaongezeka. Lakini hizo takwimu pekee hazitoshi kutuonesha kwamba yale matarajio, vile vigezo vya ufanisi vilivyowekwa vimefanikiwa. Uwekezaji ambao tuliahidiwa kwamba utaongeza mamilioni, utaongeza thamani, mpaka leo hatujui hawa DP World wamewekeza shilingi ngapi hasa kwenye bandari hiyo na kitu gani hasa wamekifanya katika kuongeza thamani ili tupate tija katika matumizi ya bandari yetu. Na tunajua imeendelea kuwa ni swala ambalo halina uwazi, na tunajua huu ufanisi hauelezeki kwa kimantiki kuonesha kwamba kitu hiki na hiki kimeongezeka kwa uhalisia. Kwanza, tunaona changamoto mbalimbali. Ongezeko la shehena la mzigo, lakini matarajio yalikuwa ni kwamba uwepo wa DP World ungesaidia hata ule muda wa kutoa mizigo bandarini ungepungua, tungeona ufanisi, tungeona mizigo inatoka kwa haraka. Lakini mpaka leo bado kuna changamoto bandarini za kutoa mizigo kwa haraka, ikiwemo uwepo wa miundombinu bora zaidi ambayo ingewezesha bandari hiyo kufanya kazi kwa haraka na kwa ufanisi. Ile miundombinu ya kibandari tulioneshwa picha hapa wakati DP World wanakuja kwamba ingekuwa mashine tupu, watu pembeni, makontena yanapakuliwa sijui mangapi ndani ya lisali moja, lakini tunaona bado mambo ni yale yale. Na hili sio hadithi. Kamati ya Bunge imebainisha kuwa meli zinaendelea kuchelewa kuhudumiwa na kukaa nangani pale kwa muda mrefu kutokana na upungufu wa miundombinu. Wakati mahitaji ya sasa yanakadiriwa kuwa gati zote 16 za bandari zinaendelea kufanya kazi, ni gati 12 pekee ndizo zinazofanya kazi. Huu ni ushahidi tosha kuwa tatizo la uwezo wa kuhudumia mizigo halijapatiwa ufumbuzi wa kudumu. Lakini licha ya hayo, bado serikali pia imeongeza tozo ya maendeleo ya miundombinu ambayo sasa imefikia 4.5%. Hii ni tozo kwa ajili ya maendeleo ya miundombinu ya bandari ili kupata tena fedha za kuendeleza miundombinu. Kwa hiyo tunaona inaendelea tu kwamba Watanzania wataendelea kukamuliwa pesa, hasa waagizaji na wanaotumia mfumo wa bandari. Na tunajua kabla ya kuwapa DP World bandari hii, serikali tayari ilikuwa imeshawekeza fedha nyingi za kuboresha miundombinu na gati hizo ambazo wao walipewa ziendeleze. Bado tuna swali, DP World imeweka shilingi ngapi kwenye huo mfumo ili kuhakikisha bandari inafanya kazi kwa ufanisi. Kwa hiyo serikali inatuambia kwamba tozo hii itakwenda kuwezesha TPA ambayo inakabiliwa na upungufu mkubwa wa rasilimali na kuendeleza miundombinu yake. Lakini licha hivyo, tumeona kuibuka kwa utitiri mkubwa kwa bandari kavu ICDs katikati ya jiji la Dar es Salaam. Na huu ni ushahidi mwingine wa kuonekana kwamba hakuna mipango
na ufanisi katika kuhakikisha bandari yetu inakuwa ya tija. Tuliambiwa kwamba tumeanzisha bandari kavu ya Kwala, eneo kubwa limejengwa, na tukaambiwa kwamba makontena yote yangeelekea kule na yangetosha. Tungeondokana na utitiri wa bandari kavu ndani ya makazi maeneo mengi. Lakini sio hivyo tu, hata uwepo wa bandari kavu ndani ya maeneo ambayo hayakutengwa kwa ajili ya kazi hiyo yameendelea kuleta msongamano mkubwa wa magari na pia kuongeza gharama za biashara na pia uharibifu wa miundombinu ambayo iko kwenye maeneo ambayo tulitegemea yangekuwa yanapita magari ya kawaida na sio magari yenye mizigo na makontena kama ilivyo sasa. Na serikali pia ilisema kwamba tayari imewekeza mabilioni katika bandari kavu ya Kwala kwa lengo la kuhamishia shughuli zote hizo nje ya jiji. Lakini tunaona utitiri huo unaendelea kuibuka kila eneo kwenye maeneo ya makazi. ACT Wazalendo tunataka serikali iweke wazi kwa umma aina ya kiwango na matokeo ya uwekezaji uliofanywa na DP World pamoja na wawekezaji wengine bandarini. Watanzania wana haki ya kujua faida inayopatikana kutokana na rasilimali zao, hasa rasilimali muhimu kama hii ya bandari. Tunataka kujua wameweka shilingi ngapi na hiyo tija inayosemwa ni tija gani, ili tuweze kupima kweli kama ufanisi umetokea au haujatokea. Lakini pia tunataka bandari kavu ziondolewe katikati ya jiji la Dar es Salaam na watu wote waelekee Kwala kama ilivyokuwa mipango hiyo ambayo tuliambiwa imewekwa vizuri na itafanikiwa, na tukaambiwa hata ile bandari ya kavu ya Kwala imeunganishwa moja kwa moja na SGR. Kwa hiyo makontena yatakuwa yanaenda kwa haraka, na tukaambiwa kwamba treni ya mizigo nayo ilinunuliwa ili iweze kupeleka makontena kule Kwala. Tulitegemea kwamba bandari ya Kwala, bandari kavu ya Kwala ingekuwa na ufanisi na pia ingeweza kuendeleza nia ambayo tulitegemea kwamba jiji la Dar es Salaam litaendelea kuwa kitovu cha biashara katika ukanda wa Afrika Mashariki. Chama cha ACT Wazalendo kinaendelea kushinikiza mikataba mitatu ya uendeshaji, yani Host Government Agreements HGAs, iweke wazi, na sababu ya DP World kupewa mgao wa mapato wa 40% bila kufanya uwekezaji wa kueleweka katika gati namba 1 mpaka gati namba 7. Hoja yetu ya mwisho ni kuhusu serikali kuendelea kupuuza sekta ya kilimo. Nafahamu kwamba sekta ya kilimo ndiyo sekta pekee iliyoajiri Watanzania wengi na ndiyo sekta pekee ambayo ina mnyororo mkubwa ambayo ingeweza kuendelea kutoa ajira bora na zenye tija kwa Watanzania. Watanzania 67% wameajiriwa katika shughuli za kilimo. Pia tunaona kwamba kilimo kinachangia 23.4% ya pato la taifa. Licha ya kilimo kutoa asilimia kubwa kwenye pato la taifa na ajira, bado uwekezaji katika sekta ya kilimo ni mdogo sana, na mbaya zaidi serikali inataka kunufaika na kilimo kwa kuweka kodi, ushuru na makato lukuki. Katika kila shilingi 100 inayotokana na katika taifa hili, shilingi 26.7 ni fedha inayotoka kwa mkulima. Pamoja na mchango huo, kiwango cha ukuaji wa shughuli za kilimo umekuwa wa kusuasua. Kwa mfano, mwaka 2021 kasi ya ukuaji wa sekta ya kilimo ilikuwa 3.9, mwaka 2022 3.3, 2023 4.2, hadi kufikia 2025 ni 4.1, ambao ni wastani wa ukuaji wa 0.5 kwa mwaka. Serikali imetelekeza wakulima wa Tanzania. Licha ya kwamba wakulima wetu wanapambana kwa asilimia kubwa kwa jitihada zao, lakini pia tunaona namna ambavyo bei za mazao ya uzalishaji wa malighafi haijawa
bei rafiki kwao na imeendelea kushuka. Tumesikia mfano hapa namna ambavyo kwa mfano kahawa bei elekezi ya serikali ilikuwa shilingi 9,500 lakini imeshuka mpaka shilingi 7,100 mwaka 2026. Zao korosho imeshuka kutoka shilingi 3,000 mwaka 24-25 mpaka 1,900 kwa mwaka 25-26. Na kwa kushika huku bei, anayepata hasara ni ule mkulima ambaye amewekeza pembejeo, nguvu kazi, ambaye alitegemea akivuna zao lake atapata fedha ya kujikimu na kuendeleza maisha, lakini badala yake anaona akilipeleka zao sokoni bei inaendelea kuwa chini zaidi na anashindwa hata saa nyingine kulipia zile gharama zake alizoweza kuzalishia hilo zao. Na tumeona kwa miaka mitatu mfululizo bajeti ya kilimo imeendelea kupungua kwa kasi. Wanajinasibu kwamba wanatenga fedha nyingi kwa ajili ya kilimo. Kwa mfano, 2024-25 walitenga trilioni 1.248, lakini fedha halisi iliyopelekwa kwenye kilimo ni shilingi bilioni 674.4, sawa na 53.19. Kwa hiyo wameahidi kiasi kikubwa, lakini wanachopeleka ni nusu tu ya ahadi ile ambao walisema wametenga fedha nyingi kulinganisha na miaka mingine. Lakini haikuishia hapo. Mwaka 25-26 ilitengwa trilioni 1.192 na fedha iliyopokelewa ni bilioni 532.51, sawa na 44%. Kwaona mwaka ule walipeleka 53, sasa hivi wameweka 44. Na sasa hivi wanajinasibu kwamba wataweza kufanya hivyo. Na utaona bajeti yetu kuna azimio linaloitwa Azimio la Maputo ambalo linaelekeza nchi zetu kutenga angalau 10% ya bajeti yote iwe ni bajeti inayoenda kwenye kilimo. Ili azimio ni la mwaka 2003, lakini bajeti yetu ni 1.77% ya bajeti yote. Kwa hiyo unaona namna ambavyo hata hatujaikaribia hiyo 10% ambayo nchi za Afrika ilifikiri nchi zetu zingeweza kutenga fedha hizo za kutosha, tungeweza kufanya mapinduzi ya kilimo na kupata tija kwenye kilimo cha Tanzania na nchi nyingine za Afrika. Kwa bajeti hii ni dhahiri shairi kwamba Chama cha Mapinduzi na serikali yake inawabeza wakulima, haiwajali wakulima nchi hii, na tunaona athari zote kwenye bei za mazao, wakulima wanavyoingia kwenye madeni, namna ambavyo wanashindwa kabisa kupata tija kwenye kilimo chao. Wakulima wanakosa mbolea ruzuku, wakulima wananyang'anya ardhi zao na kuwekewa utitiri wa kodi kwa kila kinachozalishwa. Hizo ndizo hoja 10 za Chama cha ACT Wazalendo kutokana na bajeti hii ya 2026-2027. Tunasema hata sasa bajeti hii ya 2026 mwendo ni ule ule, na sasa 2026 tena mambo ni yale yale, bajeti isiyotibu changamoto za Watanzania. Wamerudia mambo yale yale. Tumeona ni wanawafurahisha wafanyabiashara wakubwa, lakini kodi nyingi zinashindwa kutumika kusaidia kumkaumiwa Mtanzania kwenye lindi la umaskini. Kila mtu amefikiwa: afya, wakulima, vijana, wazee, alimradi kodi zinaongezwa lukuki, na unakuta ni Mtanzania yule yule wa kiwango cha chini ndiye anayewekewa kodi na kukamuliwa zaidi na zaidi. Hii ni ushahidi mwingine wa bajeti ya kulinda matumbo ya watawala na wakubwa, na huku ni mzigo mkubwa ukitupwa mabegani mwa wananchi wa kawaida. Ni bajeti ya kuongeza maumivu, kuongeza kodi, kuongeza madeni na kupunguza uwezo wa Mtanzania kuishi kwa heshima. Kwa kifupi, serikali imechagua njia ya kukusanya kutoka kwa wanyonge,
ili kulipa madeni na kuendesha anasa za utawala badala ya kujenga uchumi unaozalisha ajira na ustawi kwa wote. Huu ni mwelekeo hatari unaoendelea kuzidisha pengo la wenye nacho na wasio nacho na kugeuza rasilimali za taifa kuwa chanzo cha faida kwa wachache. Taifa la wote, bajeti ya wote. ACT Wazalendo tutaendelea kupigania kila shilingi ya Mtanzania iende kutumika kwa ajili ya maslahi ya wote. Ndugu wanahabari, ndugu wa Tanzania ambao mnaendelea kutusikiliza, tunataka mabadiliko. Tunataka bajeti ambayo itasimamia maslahi ya kila Mtanzania. Tunataka bajeti ambayo itahakikisha kila shilingi inakwenda kumkwamua Mtanzania kwenye lindi la umaskini. Tunataka bajeti ambayo kila mwaka itaenda kubadili mwelekeo wa kiuchumi. Sisi tumetekeleza wajibu wetu wa kuonesha namna gani bajeti hii ya 2026-27 haijafanya hivyo. Tumeonesha matundu na tumeonyesha jinsi ambavyo mfumo wa bajeti wa mwaka 2026-27 hauendi kujibu changamoto za Mtanzania wa kawaida, na tutaendelea kupigania hilo kama chama makini cha siasa, chama ambacho siku zote kinamtetea Mtanzania, mwananchi wa kawaida. Baada ya kusema haya machache, ndugu wanahabari, tunashukuru kwa kusikiliza na wananchi wote. Tunashukuru wote mliohudhuria kwenye kazi yetu hii ya uchambuzi wa bajeti. Kipekee naomba nimshukuru Naibu Waziri Mkuu ndugu Luhaga Mpina, Waziri wa Elimu Kivuli Mama Riziki Shahali. Niwapongeze ofisi yetu ambayo imekuwa ikifanya kazi usiku na mchana ya kuandika na kuandaa uchambuzi huu, na baada ya kusema machache, asanteni sana.